maana yake ni Simba pekee ndio ambayo imeweza kufanya hivyo. Na kuna utofauti ambao nimeuona baina ya Simba pamoja na Yanga kwenye michuano hii ya kimataifa. Tatoa ufafanuzi kidogo tu ya namna gani ambavyo kuna huu tofauti wa Simba pamoja na Yanga. Simba amekuwa na maendeleo katika michuano ya Afrika tofauti na Yanga. Yanga yeye ana mafanikio, hana maendeleo. Kuna tofauti kati ya maendeleo na mafanikio. Yanga yeye ana mafanikio, kwa maana kwenye mafanikio hakuhitaji msimu unaokuja urudie yale mafanikio ambayo uliyapata katika msimu uliomalizika. Inawezekana ulikutana na bahati, labda opponent ambao ulikuwa unakutana nao, ama maybe wewe mwenyewe tu ulikuwa na bahati na msimu huo. Msimu unaokuja haigarantii ile bahati itaendelea vile vile kama ilivyokuwa. Kwa wakati mwingine mafanikio hayana muendelezo, isipokuwa mafanikio yanaweza yakaja tu automatically na si lazima yajirudie tena. Vile vile wanasema bahati haiji mara mbili, si ndivyo? Ndivyo inavyoitwa, bahati haiji mara mbili, na ikija mara mbili basi unapaswa kujitazama mara mbili mara tatu. Msimu wa nyuma nafikiri Yanga alifika katika hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Msimu unaofuata wakafika katika hatua ya robo finali, wakaondolewa na Mamelodi Sundowns. Msimu unaofuata ambao ni msimu uliomalizika wameondolewa katika hatua ya makundi. Kwa umekwisha kuona namna ya mafanikio, namna inavyoshake. Mafanikio hayana muendelezo, lakini kwa upande wa Simba wao wana maendeleo. Maendeleo ni kwamba unapaswa kupiga hatua kadri muda unavyozidi kwenda, na hasa katika soka la Afrika unapaswa pale ulipoishia msimu unaofuata nini ambacho unafanya kwa ajili ya kuendelea mbele zaidi. Hakuna timu ambayo hivi sasa ni giant katika soka la Afrika ambayo ilianza tu pasipo kupitia katika vipindi vya mpito. Kwa maana ya Simba amekula sana hamsa hizi goli 5 akienda away, lakini muda ulivyokuwa unazidi kwenda akasema away nakubali kufungwa, lakini tukija nyumbani sifungwi. Na records zinaonyesha Simba ni timu ya namna yake ambayo inaweza kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ufasaha mkubwa. Katika zile mechi za maamuzi wanapokuwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa amekuwa akifanya hivyo katika nyakati zote. Ni nyakati chache sana nafikiri kwenye Super League dhidi ya Mamelodi, dhidi ya Al Ahly sare ya bao 2-2, lakini pia kuna mechi moja ambayo Al Ahly alifunga Simba bao 1-0 katika dimba la Benjamin Mkapa. Tofauti na hapo nafikiri Raja Casablanca kama nakumbuka vizuri 3-0, lakini pia wale Jwaneng Galaxy kama nakumbuka vizuri, UD Songo ni miongoni mwa timu ambazo zimefanya hivi. Lakini takriban timu 30 kama nakumbuka vizuri ambazo zimekuja ni timu kama 4 hivi 3 ambazo zimeweza kuifunga Simba katika dimba la Benjamin Mkapa. Na Simba mwanzo kabisa target yao ilikuwa ni hatua ya makundi. Wakafanya hivyo kwa misimu kadhaa, baadaye wakaona namna gani ambavyo wanaweza wakafika katika hatua ya robo finali, wakasiment hatua ya robo finali kwa misimu. Jana ilikuwa robo finali ya 8 na robo finali 7 ambazo wamezicheza mjumuiko wake ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho. Unaiona ni Simba ambayo ilikuwa inatafuta namna gani ambavyo inaweza kuvuka katika hiyo hatua ya robo finali na kwenda katika hatua ya nusu finali. Nafikiri ni takriban miaka 32 kama kumbukumbu zangu ziko vizuri, Simba haijafika tena hiyo hatua ya nusu finali ya michuano hii ya Afrika. Lakini siku ya jana wanafanikiwa kufanya hivyo. Sasa hivi malengo yao hayako tena katika hiyo hatua ya robo finali, manake msimu unaokuja iwe ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho. Target yao sasa ili ionekane maendeleo yanaendelea mbele zaidi, si kurudi nyuma, ni kucement kwanza hiyo hatua ya nusu finali na kuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakafika katika hiyo hatua ya finali. Kwa upande wa maendeleo na upande wa mafanikio, inawezekana mwenye maendeleo akawa yuko bora zaidi kuliko yule ambaye ana mafanikio, kwa sababu inawezekana ukaambiwa tunahitaji mafanikio yako jinsi ambavyo umeyafanya baada ya miaka 5, tunahitaji labda ututolee darasa, ukashindwa namna ya kuwa na ule muendelezo bora tofauti na mtu mwenye maendeleo. Lakini soka letu linazidi kukua. Ukiona ni timu pekee kutoka katika huu ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ambayo kwenye historia ya michuano hii ya Afrika, si tu kwa soka la Tanzania, yani kwenye unahitaji Uganda, unahitaji timu zote ambazo zinapatikana katika ukanda huu wa Sekafa,
ni Simba pekee ndiye timu ambayo imeweza kufika katika hatua katika kwa ubora barani Afrika. Katika zile klabu 5 bora Simba yuko mle ndani. Unaiacha Al Ahly, unaiacha Mamelodi, Esperance de Tunis, nafikiri na Zamalek ndizo ambazo ziko juu ya Simba, lakini Simba ya 5 haijawahi kutokea katika ukanda huu wa Sekafa isipokuwa Simba amefanya hivyo. Tukirudi ndani ya mchezo wenyewe jinsi ambavyo ilikuwa, mara kadhaa tulikuwa tunazungumza habari za kimfumo. Habari za kimfumo nikasema ya kwamba ili umuone Ateba ndani ni lazima ile timu ambayo wanacheza nayo Simba iwe na uwezo wa kushambulia, kwa sababu timu inapokushambulia maana yake wale center back wana tabia ya kupanda juu kwa ajili ya kuja kuipush timu, kuisaidia kufanya mashambulizi. Kwa Ateba kazi yake ni kwenda kuwazuia wale center back wasipande juu kuisaidia timu. Sasa wakati Fadlu anakiandaa kikosi chake na jopo lake zima la benchi la ufundi, walitambua moja kwa moja wale watu watakaa nyuma kulinda. Sasa kama wale watu wamekaa nyuma kulinda, Ateba atakuwa na kazi gani kwenye huo mchezo? Isipokuwa tunahitaji Rana, mchezaji ambaye atakuwa ni msumbufu, si katika eneo moja, ni katika lile eneo zima la ushambuliaji. Anakwenda kulia, anatulia kati, anashuka chini, anaenda pembeni. Mpango kwanza wa Fadlu Davis kabla ya mchezo ukao umefanikiwa, lakini kufanikiwa kwa mpango kazi wa kwanza, kwa maana kukiandaa kikosi ni jambo moja. Wale wachezaji wanakwenda kuyatimiza huwa uwanjani kuna position, alafu kuna role, kuna nafasi, alafu kuna matumizi juu ya hiyo nafasi. Wachezaji wa Simba nafikiri jana pekee mchezaji ambaye kwangu mimi hakunishawishi staili yake uchezaji nje chaza wa, isipokuwa wachezaji wote walikaa katika nafasi sahihi, lakini pia wakawa na matumizi sahihi juu ya zile nafasi ambazo mchezo uliopita. Kitu ambacho pekee kilikosekana kwa Simba ni kuwa na matendo sahihi katika lile eneo la mwisho. Siku ya jana unaona kabisa, nafikiri tulijadili namna ambavyo wale Al Masry wanakuwa wengi katika eneo lao la kiulinzi, lakini bado wanaruhusu miguso hatari katika hilo eneo lao. Jana Simba ameingia katika boksi la Al Masry na akapiga pasi 29. Mechi iliyomalizika kule Misri Simba walipiga pasi 21 katika boksi la Al Masry, lakini jana wamepiga pasi 29 katika boksi la Al Masry ambao ni eneo la 3 la Simba, na wakafanikiwa kupata hayo magoli mawili. Goli la kwanza linapigwa mbele ya Elie Mpanzu. Kulikuwa na wachezaji watatu ambao hawakuwa na kazi yoyote wala hawakuwa wamekabwa, lakini Mpanzu alijaribu, akawa na uthubutu. Goli la pili linafungwa, kama tuliangalia vizuri, Stephen Dese Mukwala alikuwa na center back wawili, namba 4 na namba 5 katikati ya wachezaji wawili. Hili lilikuwa linatambulika kwamba ingawa wanalinda sana, wako wengi nyuma ya mpira, lakini bado ulinzi wao si imara sana. Lakini kitu kizuri zaidi kwa Simba, first half walicheza vizuri sana, ingawa tempo ya mchezo ilikuja ikapungua kipindi cha pili, na hiyo ni kawaida kwa sababu unapofunga uko hatarini kufungwa pia. Kwa unapaswa kuwa na wachezaji ambao wanatambua moment kama hizo, ingawa wengi walikuwa wanatamani mchezo umalizike katika zile dakika 90, kwa maana tusifike katika hiyo mikwaju ya penalty, kwa sababu historia inaonyesha dhidi ya Pyramid Simba dhidi ya Orlando Pirates Simba aliondoshwa katika mikwaju ya penalty kama tunakumbuka. Dhidi ya Wydad Athletic Simba alikadhalika aliondoshwa hivyo. Kwenye Super Cup nafikiri Simba 2-2 Benjamini wanaenda kule 1-1, wanaenda kwenye mikwaju ya penalty wanaondolewa. Kwa hiyo Simba kwenye mikwaju ya penalty katika michuano hii hakuwahi kuwa na bahati zaidi ya jana, ndio bahati ambayo ilienda kwake. Lakini kile ambacho watu wengi walitarajia, mashabiki walitarajia, wachambuzi tulitarajia, ndicho ambacho alikifanya Simba, na hivi sasa Simba amefuzu katika hatua ya robo finali. Shujaa wa mchezo ni Elie Mpanzu, ingawa wengi wanamtem sana Kamara, ambaye ameifikisha Simba katika hiyo hatua ya mikwaju ya penalty. Ni performance nzuri sana Elie Mpanzu. Foul nyingi sana, katika foul 5 katika eneo la hatari amefanywa Elie Mpanzu siku ya jana, na goli lake la ufunguzi la uthubutu ndilo ambalo limeiweka katika Simba katika
hayo matumaini. Lakini Kamara huwezi kuacha kumsifia kile ambacho amekifanya pia hapo siku ya hapo jana. Fanya kazi nzuri sana, na nafikiri kulingana na muda wetu vile tu hautoshi, isipokuwa Kamara wakati anaelekea kudaka penati kuna kitu kimoja ambacho kilikuwa kinaendelea. Yani katika hizo hatua za mtoano, kocha wa magolikipa pamoja na mtaalamu wa kuisoma mechi huwa anafuatilia mchezaji mmoja mmoja wa timu pinzani, wale ambao huwa wanapiga penati. Hata kama hapigi katika hakuna takwimu sahihi za pale alipo, kwa maana Al-Masry, kama huyo mchezaji hakuwahi kupiga penati huko alikokuwa alikuwa anapigaje, wanaangalia uwezekano wa huyo mchezaji penati anazipiga upande gani. Kwa Kamara alipewa listi ya wale wachezaji ambao ni specialist kwa ajili ya kupiga penati, na akaambiwa akija huyu 80% huwa anapiga kulia, akija huyu 80% anapiga kushoto. Kwa Kamara alikuwa akiona jina la mtu fulani anakumbuka niliambiwa anapiga huku, yeye anampa chance kubwa. Yani kama anapiga kulia, Kamara anazidi zaidi kushoto, ile anamtamanisha zaidi kupiga kulia, kisha Kamara ashajua kwamba aliambiwa huyu mwamba anapiga wapi, anapiga kulia, anaenda nayo. Big up sana kwa benchi la ufundi la Simba kuweza kufanyia hilo. Bwana, leo ni Mzizima Dabi. Azam FC shughuli. Utofauti uliopo mechi, ugumu wake, Yanga kama anapoteza mchezo huu manake ubingwa kwake kwa zaidi ya 90% unaanza kufifia. Lakini Azam FC asiposhinda mchezo huu, huenda msimu ujao kwenye kombe la shirikisho barani Afrika asiwe mwakilishi kwa 90%. Kwa maana gani? Azam na Singida wamepishana alama moja. Kama Azam atafungwa leo, manake Singida akishinda leo, Singida anaenda nafasi ya ngapi? Ya 3. Ukishika nafasi ya 4, ligi yetu inatoa nafasi 4 kwenda kimataifa. Lakini ile nafasi ya 4, atakayeshika nafasi ya 4 anaweza akaondolewa na bingwa wa kombe la shirikisho la ndani, kwa maana ya michuano ile CRDB Federation. Atakaye kuwa bingwa akitofautiana na Yanga na Azam, Yanga na Simba wasipokuwa bingwa wa kombe la shirikisho, akawa timu nyingine, automatically anakwenda kama kwa nafasi yake ya ubingwa wa kombe la Federation. Bingwa kombe la Federation anaenda kuchukua nafasi ya 4 katika kwa mtu ambaye katika ligi. Kwa Azam FC ili awe salama na uhakika wa kwenda kushiriki michuano, lazima ashike nafasi ya 3. Akishika nafasi ya 4, lolote linaweza likatokea, kwa sababu bingwa kombe la shirikisho anaweza akaenda akaichukua ile nafasi ya 4. Mimi nafikiri tusubiri dakika 90 zitakwenda kuamua mchezo wa leo. Lakini mchezo ni dakika 90, chochote kinaweza kutokea. Yes, Yanga ana uwezo wa kuendeleza wimbi lake la ushindi, lakini Azam pia anaweza kumstopisha Yanga kwa sababu ishawahi kutokea.